ndani ya nyumba yangu. Toka nje! Jamani, mke wangu Asili kutoka wapi? Kwa hizi asila alizonazo Mdoli ni asila ambazo ni hatari sana. Kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema kwamba hizi asila zimeweza kutokana na namna ya mimba yake, aidha ujauzito alionao ndio sababu kubwa iliyosababisha aweze kupata asila hizi, au kwa namna moja au nyingine tunaweza tukaiweka mbali kabisa na nje ya pazia, huku tukihusisha namna mambo yanavyokwenda, kwamba kuna uhakika kwamba hizo asila sio za kawaida au sio za namna yake. Kifupi ni kwamba hizo asila ni za kwake mwenyewe, kwa sababu anaelewa thamani ya namna ambayo kwa upande wa Bakalobo. Kwa hivyo anaona kama endapo kama akiwatumia wale maadui zake katika kupata dawa, basi wanaweza wakatumia hiyo njia kuweza kumdhuru moja kwa moja. Hii ndio sababu kubwa inayomfanya aweze kuogopa na kuweza kuona kwamba hatakiwi kabisa kuweza kuwatumia wale maadui katika mipango yake ya kuweza kuhakikisha anapotafuta dawa kuweza kupona. Nasema ni bora aweze kuishi hivi, aweze kutegemea tu neema ya Mungu, mkono wa Mungu uweze kusimama, ili kusudi kuweza kuhakikisha anakuwa sawa kwa namna yake ambavyo kwa upande wake anaona ni sahihi. Sasa kafanya maamuzi ambayo ni mabaya sana, hasa kwa kuweza kumpiga Kisoda, na kitu kizito sana ambacho kifupi ni ukijaribu kuangalia ni kwamba ukijaribu kuangalia hali halisi ya Kisoda na namna jinsi alivyo, utagundua kwamba Kisoda bado sawa na yote, ni kwamba ana mawezo makubwa sana, lakini bado ni mtoto mdogo ambaye pia ana maumivu pia. Sasa hii inakwenda kumletea tatizo kubwa, au inakwenda kuunda tatizo kubwa sana, kwa sababu ni kama wanaharibu mfumo wao kama tunavyojua kwamba siku zote Kisoda amekuwa akiwasaidia sana katika vitu vingi sana. Kwa hivyo ni sawa wanaharibu mambo ambayo au kitu ambacho huwa ni msaada kwao, yani ni sawa wanaharibu msaada ambao umekuwa ukiwasaidia sana. Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Swali kubwa uende ukawa unajiuliza kwamba je, Kisoda atapata tatizo gani, au je atafariki au itakuwaje kwaje? Basi ndio maana nimekuja hapa kuweza kupatia uchambuzi kwa kina, tukiangazia mambo kadhaa ambayo yamekuwa akijili, lakini pia nikufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kujili, lakini kubwa zaidi nikikujuza kuhusu kile ambacho kinachokwenda kuendelea katika hatua inayofuata. Basi nikualike, karibu kuweza kutazama uchambuzi. Hii ni Bongo Movie Net. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikwambie tu kwamba hapa siku zote huwa tunazungumzia uchambuzi kwa kina, tukiangazia matukio mengi kweli kweli ambayo yamekuwa akijili. Kwa hivyo moja kwa moja nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi, na nikutoe wasiwasi kabisa na mashaka kwamba Kisoda yuko salama, yuko sehemu salama kabisa, na hawezi kudhurika kwa lolote lile ambalo linaweza likatokea. Kwa hivyo moja kwa moja Kisoda yuko vizuri, yuko kamili gado. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi wowote. Kikubwa tu kama ni mara yako kwanza kufika hapa, ni hakikisha unabonyeza neno sawa, alafu kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi. Kwanza kabisa tuliweza kuona masheti aliyopewa, lakini pia tukaanza kuona nyumbani kule kwa ule bibi akimwambia kwamba kwa jinsi ambavyo alivyotoa mimba kikundi chao cha uchawi hakiruhusu kabisa na kinapinga vikali swala hilo. Kwa hivyo moja kwa moja ni kwamba kwa asilimia kubwa ameweza kuwaingiza kwenye matatizo, kitu ambacho kiufupi kinakuwa ni changamoto kubwa sana, na jambo ambalo ukijaribu kulifikiria basi inaibua hisia nzito na kuweza kupelekea mambo kuwa mazito kinoma noma. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa moja kwa moja hapo tayari naweza nikasema kwamba kimeshamlamba huyu ambaye ni Kizibo akafukuzwa moja kwa moja. Kwa hivyo hadi hapo kwa asilimia kubwa hana mambo ya uchawi tena, yani ndo kaanza upya, yani maisha yake yameanza upya. Kwa hivyo hana lolote lile ambalo anaweza kadai au akasema kwamba yeye kwa upande wake analiona kwamba ni sahihi. Kwa hivyo moja kwa moja hapo hana nguvu zozote. Kwa hivyo amani, japokuwa kwa sasa amekuwa ni mtu ambaye anatangatanga, na punde si punde atakaa chini kuweza kufikiria namna gani aweze kuwaza, hasa namna gani atafanya ni kusudi kuweza kuhakikisha anarejea pale nyumbani kwa Bakalobo. Lakini cha ajabu ni kwamba kashafanya mambo mengi. Sasa wakati anawaza ni namna gani atarejea pale nyumbani kwa Bakalobo, anakutana na muda sahihi ambao alikuwa anahitajika sasa, kwa sababu tunajua kabisa ni kwamba kwa sasa wanahitaji mtu ambaye ataweza kuwasaidia kuweza kupata dawa, kuweza kumuokoa yule mtoto. Sasa muda huo ni kwamba Kizibo na
amefukuzwa pale, hana pa kwenda. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi kwa yeye kuweza kukubaliana na swala lolote lile ambalo eza watakalolileta, hasa kwa upande mzima Baba Lobo, kwa sababu pia yeye hana pa kwenda. Kwa hivyo kama akipata nafasi ya kuweza kurejea pale, basi hawezi kuichezea kabisa hiyo nafasi na kuweza kuiacha iende hivi kirahisi. Kwa hivyo moja kwa moja, kwa asilimia kubwa utagundua kwamba hili linakwenda kuwa moja kati ya jambo kubwa sana ambalo litakalojiri, hasa kwa yeye kuweza kurejea pale nyumbani kwa Baba Lobo. Kwa hivyo tukae mkao wa kula, Kizibo anarejea pale nyumbani kwa Baba Lobo, kwa namna ambavyo script hivyo chora, namna mambo yanaenda. Lakini pia tunaweza kuona anapata nafasi ya kumuona Nasra akipishana na Fasheni. Kiukweli ni kwamba Nasra akabadilika sasa hivi, amekuwa ni mlembo mzuri sana, kitu ambacho Nasra Fasheni atajilaumu sana juu ya kitu ambacho alichokifanya. Yani atajilaumu sana kinoma kitu alichokifanya. Lakini pia sasa tumeweza kuona mambo mengi kweli, na katika hii hatua hatujazungumzia vitu vingi sana. Kwa hivyo katika hatua inayofuata nafasi ya kuweza kuona vitu vingi sana, lakini habari mbaya kwamba huyo ambaye ni Kizito hali yake sio nzuri na anaweza akafariki kwa sasa katika episode inayofuata, kutokana na kwamba hali yake jinsi ambavyo alivyo, kama unavyojua ni mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini hajui kama anaumwa ukimwi, kitu ambacho ni hatari zaidi na ni noma. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo lipo, na katika hatua inayofuata pa nafasi ya kuweza kuona juu ya kile ambacho kitakachoendelea. Sasa tuje katika segment ya mwisho. Ni kwamba Mdoli alikuwa kashachanganyikiwa kwanza juu ya taarifa alizozipata kuhusiana na kwamba alipewa taarifa kwamba inabidi aweze kuhakikisha na anawatumia wale wawili ambao ni Mdoli ambaye ni Sonia pamoja na Kizibo, watu ambao ni maadui zake wakubwa. Kwa hivyo baada ya kuchanganyikiwa, alitoka mle chumbani akazurura akiamini kwamba huyu ambaye ni Kisoda basi anaweza akaja muda wote ule, kwa sababu ana nguvu za ajabu. Na kwa bahati nzuri akawa ametokea. Baada ya kuwa ametokea, basi moja kwa moja akamweleza ukweli. Taarifa hizo pia zilimsumbua sana, hivyo akadiriki kwenda kumpiga na kitu ambacho cha jikoni. Sasa swali ni kwamba je, atapona? Swali ni kwamba huyu ambaye ni Kisoda atapona na atakuwa salama tu. Kitu msingi tu, endelea kuenjoy. Hakikisha unabonyeza neno subscribe. Tukutane katika hatua inayofuata. Asante. Ulikuwa ni uchambuzi. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video does not aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Baba Lobo kakataa kwa sababu anajua kabisa hao ni maadui zake wakubwa. Kwa hivyo kwenye swala zima la kuweza kushirikiana nao, kuweza kuhakikisha wanapata dawa, ni kitu ambacho ni kigumu kabisa, ambacho hakiwezekani.
Sasa kiufupi hili linakuwa ni jambo zito sana na la balaa kubwa sana kuweza kufanyika, kwa sababu ukizingatia hata ile mara ya kwanza wakati walipokuwa kimtafutia dawa kuingia kwenye ule msitu, basi waliweza kufariki watu wengi sana. Kwa hivyo pindi ambapo kwa namna yote ile kwenda kuwashawishi na kuongea nao vizuri ni kitu ambacho kiufupi kinakuwa ni kigumu sana kulinganisha na mazingira ambayo yaliyopo. Kwa hivyo moja kwa moja ndio maana kwa upande mzima wa Baba Karobo anakataa kabisa na anasema hicho kitu hakiwezekani kabisa, kutokana na kwamba kwa namna ambavyo yeye anavyojua hao watu na namna ambavyo anavyofahamu. Maana kwa asilimia kubwa anazidi kushinikiza na kuweza kukiri kwamba ni kitu ambacho kwa upande wake anaona kabisa hakiwezekani kabisa. Ni kitu ambacho kiufupi anakiona ni ngumu sana kuweza kushirikiana nao. Lakini ni kitu ambacho inabidi aweze kukifanya kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha anajisacrifice kwa lengo zima la kuweza kusaidia huyo mtoto aweze kuzaliwa. So ukiangalia hilo ndio tumaini lake kubwa ambalo lipo kwa sasa hivi na mazingira aliyopo kiufupi inabidi iweze kuwa hivyo. Sasa je, ni kipi ambacho kinachokwenda kujili? Basi ni kualika moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, nikikufahamisha juu ya leo yote ambayo anakwenda kujili katika hatua inayofuata. Kitu msingi tuhakikisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa ni kusina, nikwambie tu kwamba hapa tunazungumza uchambuzi kwa kina, tukiangazia vitu vingi kweli kweli. Kitu cha msingi tuhakikisha unakuwa wa kwanza kuweza kupata zile updates kamili, hasa kubonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda Tanzania. Basi moja kwa moja nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi, tukizungumzia vitu vingi kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikiendelea na vikijili. Sasa moja kwa moja tukianza mwanzo kabisa, tuliweza kuona namna gani ambavyo na jinsi ambavyo maumivu aliyokuwa akiyapitia sana mdoli, kitu ambacho kimeweza kupelekea kuibuke mambo mengi sana, na baadaye kwa upande mzima wa Kisoda aweze kurejea kuweza walao kuweza kusaidia kuweza kupatikana kwa dawa ambayo akampatia dawa kuweza kupoza maumivu, lakini akawapa masharti kwamba inabidi waweze kuhakikisha wanakwenda kwenye ule msitu ili kusudi kuweza kuona namna gani wataweza kufanikisha lengo la kuweza kumwokoa au kumsaidia mmoja kwa mmoja huyu ambaye ni mdoli, ambaye kwa sasa hivi tuseme anapitia hii changamoto ambayo inamuumiza sana na anajikuta akipata maumivu makali sana mazito ambayo kiufupi kuyapoza, basi inabidi moja kwa moja ili kusudi aweze kupona mazima, inabidi aweze kuelekea katika ule msitu ambao unaozungumziwa moja kwa moja, hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kisoda ambaye anawaelekeza waweze kufanikisha hilo swala. Sasa kwa asilimia kubwa kwa sasa bado mambo yanaendelea, lakini kwa upande mzima wa Sonia bado kabisa yeye hataki kuamini au kukubaliana na swala zima la kwamba yeye hanani, yani kwa upande wake yani hataki kukubali kwamba kashashindwa katika swala zima la kuweza kumpata babake na Karobo. Bado anaamini kwamba one day watakuja kurudiana na hajakata tamaa. Sasa hili lote anashauriwa na rafiki yake kwamba ni bora walao aingie kwenye masuala zima ya kuweza kufanya kazi, aweze kujitafutia pesa, atafute pesa, kitu ambacho kwa yeye anakiona kama vile hapana, na bado yeye ni mzuri, bado ni mrembo, kwa hivyo hawezi kubaliana na swala hilo la kuweza kuhakikisha kwamba aache swala zima la kuweza kuhakikisha na pambania walao kuweza kurudiana na Baba Karobo, alafu aingie kwenye swala zima la kutafuta pesa. Ni kitu ambacho kiufupi anakiona kama vile hapana, inabidi aweze kuendelea tu kupambana hivi walao one day aweze atakuja tu kufanikisha walao kupata hili kufanikiwa, walao kufanikiwa moja kwa moja kuweza kupata hilo penzi na Baba Karobo, ambalo kifupi kwa yeye analiona kwamba ni swala ambalo itakuja kutokea. Sasa wakati wanapita wametoka zao kukinga maji, wanakutana pale moja kwa moja na huyu ambaye ni Kisuzio. Ni muda mrefu sana, lakini Kisuzio huyu ambaye ni Sonia hataki mazoea kabisa na Kisuzio, kwa sababu anajua kabisa namna gani ambavyo walivyokuwa hapo wale na hawakufanikisha malengo yao na wakajikuta wakiishia njiani. Sasa lakini pia kwa upande wa Kama ameamua kumfuata Mustafa na kuweza kumwambia aweze kumsaidia waweze kumpata Remi, kitu ambacho kwa upande mzima tunajua kabisa kakake na Mustafa ambaye ni mganga, yeye ndiye anayejua rasmi kwamba kwa upande mzima wa madevu ndio aliyempa ukimwi. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa na hapendi kabisa au haushauri kabisa, au anamuona ni kama anaangamia.
Lakini kwa upande mzima wa huyu ambaye huyu ambaye ni Remi kwa sasa, Remi ni mtu ambaye ana tabia mbaya kwa sasa. Yani kiufupi tena afadhali ambapo yupo Nasra. Atakuwa kidogo akimkumbusha baadhi ya vitu na kumuonyesha adabu na kuweza kumuelekeza ili kusudi arudi kwenye njia ambayo ni sahihi ukilinganisha na namna ambavyo kwa sasa anavyobehave. Yani kiufupi inaumiza sana kwa majibu ambayo amekuwa akiwaambia au akimwambia moja kwa moja huyu ambaye ni Jaysani. Sasa Jaysani kadondoka chini kwa bahati mbaya. Katika inayofuata tupata nafasi ya kuweza kuona ni nini hasa kilichojili hadi ikapelekea aweze kudondoka chini. Kiukweli ni noma bala. Sasa tuje katika segment ambayo nitakufahamisha hasa. Sasa hawa walioletwa hapa ni vivuli, wameletwa tu lakini hawezi kuongea. Anaonyeshwa tu ni vivuli vyao, anaonyeshwa tu ili kuonyeshwa kwamba hawa inabidi aweze kwenda nao moja kwa moja, aweze kuwa nao yani katika kufanikisha mambo yake yote, kitu ambacho kifupi yeye kwa upande wake anakiona kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani na hataki kabisa ili hilo swala liweze kutokea, kwa sababu anajua kabisa uhasama na uadui ambao walionao. Kwa hivyo kama akishirikiana nao, basi aidha kwa namna moja au nyingine wanaweza wakamsababishia shida au matatizo yoyote ambayo yanaweza kujili, na hiyo ikapelekea shida au wakati mgumu ambao kiufupi unaweza kuwa ni changamoto kwake. Kwa hivyo moja kwa moja hataki iweze kutokea swala hilo. Sasa je, itakuwaje? Basi ataelekezwa, japokuwa bado itakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo itakuwa ni balaa zito kinoma. Basi nikusiendelea kuwa na mimi, hasa kubonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kupenda tamthilia, alafu kisha tukutane katika video inayofuata ambayo itapostiwa leo hii. Hakikisha unabonyeza neno subscribe. Baba Kalobo kakataa kwa sababu anajua kabisa hao ni maadui zake wakubwa. Kwa hivyo kwenye swala zima la kuweza kushirikiana nao, kuweza kuhakikisha wanapata dawa, ni kitu ambacho ni kigumu kabisa, ambacho hakiwezekani. Sasa kiufupi hili linakuwa ni jambo zito sana na la balaa kubwa sana kuweza kufanyika, kwa sababu ukizingatia hata ile mara ya kwanza wakati walipokuwa kimtafutia dawa kuingia kwenye ule msitu, basi waliweza kufariki watu wengi sana. Kwa hivyo pindi ambapo kwa namna yote ile kwenda kuwashawishi na kuongea nao vizuri, ni kitu ambacho kiufupi kinakuwa ni kigumu sana kulinganisha na mazingira ambayo yaliyopo. Kwa hivyo moja kwa moja ndio maana kwa upande mzima wa Baba Kalobo anakataa kabisa, na anasema hicho kitu hakiwezekani kabisa, kutokana na kwamba kwa namna ambavyo yeye anavyojua hao watu na namna ambavyo anavyofahamu. Maana kwa asilimia kubwa anazidi kushinikiza na kuweza kukiri kwamba ni kitu ambacho kwa upande wake anaona kabisa hakiwezekani kabisa. Ni kitu ambacho kiufupi anakiona ni ngumu sana kuweza kushirikiana nao. Lakini ni kitu ambacho inabidi aweze kukifanya kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha anajisacrifice kwa lengo zima la kuweza kusaidia huyo mtoto aweze kuzaliwa. So ukiangalia hilo ndio tumaini lake kubwa ambalo lipo kwa sasa hivi, na mazingira aliyopo kiufupi inabidi iweze kuwa hivyo. Sasa je, ni kipi ambacho kinachokwenda kujili? Basi ni kualika moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, nikikufahamisha juu ya leo yote ambayo anakwenda kujili katika hatua inayofuata. Kitu msingi tuhakikisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa ni kusina, nikwambie tu kwamba hapa tunazungumza uchambuzi kwa kina, tukiangazia vitu vingi kweli kweli. Kitu cha msingi tuhakikisha unakuwa wa kwanza kuweza kupata zile updates kamili, hasa kubonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia. Basi moja kwa moja nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi, tukizungumzia vitu vingi kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikiendelea na vikijili. Sasa moja kwa moja tukianza mwanzo kabisa, tuliweza kuona namna gani ambavyo na jinsi ambavyo maumivu aliyokuwa akiyapitia sana Mdoli, kitu ambacho kimeweza kupelekea kuibuka mambo mengi sana, na baadaye kwa upande mzima wa Kisoda aweze kurejea kuweza walao kuweza kusaidia kuweza kupatikana kwa dawa ambayo akampatia dawa kuweza kupoza maumivu, lakini akawapa masharti kwamba inabidi waweze kuhakikisha wanakwenda kwenye ule msitu ili kusudi kuweza kuona namna gani wataweza kufanikisha lengo la kuweza kumwokoa au kumsaidia mmoja kwa mmoja huyu ambaye ni Mdoli, ambaye kwa sasa hivi tuseme anapitia hii changamoto ambayo inamuumiza sana, na anajikuta akipata maumivu makali sana mazito ambayo kiufupi kuyapoza basi inabidi moja kwa moja ili kusudi aweze kupona mazima
inabidi aweze kuelekea katika msitu, katika ule msitu ambao unaozungumziwa moja kwa moja, hasa kwa pande mzima wa huyu ambaye ni Kisoda ambaye anawaelekeza waweze kufanikisha hilo swala. Sasa kwa asilimia kubwa kwa sasa bado mambo yanaendelea, lakini kwa pande mzima wa Sonia bado kabisa yeye hataki kuamini au kukubaliana na swala zima la kwamba